Mheshimiwa Spika, nimalizie kipengele kimoja. Mheshimiwa Spika, ukienda kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais, waheshimiwa wabunge wameongelea kuhusu masuala ya uwajibikaji, masuala ya uadilifu, masuala ya uzembe na kadhalika. Mheshimiwa Spika, ukienda kwenye hotuba ya Mheshimiwa Rais ukurasa wa 37, Mheshimiwa Rais anaanza kwa kusema, na nukuu, tumezungumzia masuala mengi, ila msingi wa mafanikio yote haya ni utawala wa sheria, uadilifu na uwajibikaji katika ngazi kuanzia juu mpaka chini. Kwa msingi huo, ili kuhakikisha wananchi wananufaika na rasilimali za nchi pamoja na kupata huduma wanazostahili, tutaelekeza jitihada zetu kwenye mapambano dhidi ya rushwa, ufisadi, ubadhilifu, uzembe, ukosefu wa nidhamu na maadili. Ni lazima tudhibiti wachache wanaotaka kuturudisha nyuma kwa kuendekeza maslahi binafsi. Mheshimiwa Spika, haya ni maelekezo ya Mheshimiwa Rais, na hii ni kauli nzito inayotoa uelekeo kuhusu tunafanya nini kwenye eneo hili. Mheshimiwa Spika, ukienda kwenye Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ibara ya 52(1) inasema, katika kutekeleza majukumu yake, Waziri Mkuu atatekeleza au kusababisha utekelezaji wa jambo lolote au mambo yoyote ambayo Rais ataagiza kwamba yatekelezwe. Mheshimiwa Rais ameelekeza haya ambayo waheshimiwa wabunge wametoka kuongelea. Niwatoe mashaka kwamba haya mambo mazito ambayo Mheshimiwa Rais ameyaelekeza kupitia hotuba yake hii yatakwenda kutekelezwa. Naijua mianya ya maeneo haya ambayo Mheshimiwa Rais aliyabainisha: mianya ya rushwa, mianya ya ubadhirifu, upotevu wa fedha. Nayajua. Fedha ya serikali huwa inapotelea kwa kiwango kikubwa maeneo mawili. Ukikuta popote pale kuna fedha ya serikali imepotea, yatakuwa kati ya hayo maeneo mawili: ama inapokusanywa ama kule inakotumika kwenye mkataba. Ukifuatilia kwenye maeneo mengine yote kwenye sheria yanayohusu kisheria, yanayohusu taratibu hizi, yote yatakuwa yamekaa sawa. Sasa katika kutekeleza maelekezo haya ya Mheshimiwa Rais ya kuweza kuhakikisha kwamba tunadhibiti mianya inayoweza ikasababisha wananchi wasipate mafanikio, Waheshimiwa Bunge, naongeza muda mpaka shughuli yetu itapokwisha. Katika kutekeleza haya, kuweza kuhakikisha kwamba maelekezo ya Mheshimiwa Rais yanatekelezwa kwenye swala hili la udhibiti, Mheshimiwa Spika, tumeanza kufanyia kazi maeneo yale ambayo tunaona yanaweza yakawa yanaacha mianya inayosababisha upotevu wa fedha, yanayoweza kusababisha baadhi ya watumishi wa umma kutokuzingatia mambo ya maadili. Eneo la kwanza ni kwenye sheria zetu. Tulipotunga sheria ya maadili ya utumishi wa umma, wakati ule tuliweka mkazo mkubwa kwa viongozi. Inaitwa sheria ya maadili ya viongozi wa umma, na ninyi waheshimiwa wabunge mnajaza hizo fomu pamoja na viongozi wengine. Lakini tunalo kundi lingine ndani ya utumishi wa umma ambalo lenyewe linajaza ahadi ya uadilifu.
hizi fomu mbili zina tofauti kubwa. Fomu ya maadili ina mambo mengi ya kuzingatiwa ambayo yanaweka alama za ufuatiliaji. Atataja mali zake, wanaruhusiwa kufuatilia mali, wanaruhusiwa kuverify nyongeza ya mali, pamoja na mambo mengine. Hii nyingine ni ahadi ya uadilifu ambayo hailazimishi sana kutaja mali, mtumishi wa umma kutaja mali alizonazo ama nyongeza za mali ama kubainisha kipato alichokipata. Nimeshatembelea sekretarieti ya maadili ya utumishi wa umma, nimeshakutana kwa maelekezo kwa kazi aliyonituma Mheshimiwa Rais, nimekutana na taasisi yetu ya TAKUKURU. Katika kutekeleza hotuba hii nzito aliyoitoa Mheshimiwa Rais, nimeelekeza waangalie upya ile mianya ili tuweze kuziba hiyo mianya. Na kwa kuwa sasa hivi tuko kwenye dunia ya kidigitali, hatuna hofu ya kwamba zile fomu zitakuwa nyingi. Tumeona uangaliwe uwezekano wa kuanza kujaza fomu kwa watu wote wale ambao wako kwenye maeneo ambayo yana viashiria vingi vya rushwa na yana vivutio vingi vya rushwa. Ni kweli maeneo ya aina hiyo yenye ushawishi yanatofautiana, na hata kama zamani ilikuwa hivyo, kwa sasa mambo yanabadilika. Ukitarajia kwamba mbunge atahongwa rushwa kwenye jambo ambalo linafanyika kwa afisa madini anayetoa leseni, huko ni kuweka mtego eneo la tofauti na kile unachokiwinda. Ni dhahiri kwamba yule anayetoa leseni atawashawishi sana wale wanaoshindania hiyo leseni kuliko mwakilishi huyu ambaye anakuja kuongea. Hivyo na wale wanaosimamia mikataba, kamati zetu zile za zabuni zinapata ushawishi mkubwa zaidi za wale wanaoshindania hiyo kazi kuliko naibu waziri. Naibu waziri anaweza akajaza tu hapa, hafanyi uamuzi. Hata waziri sehemu zingine sio afisa masuhuli, anaweza asiwe na ushawishi wa kiwango kama yule ambaye yeye anakaa kuamulia na pewa. Na hapa hatusemi kwamba hawa viongozi wengine watakuwa wahusiki na mambo haya. Tunataka tulenge pale ambapo pana ushawishi. Hivyo hata kwenye kila ofisi kwenye ofisi ile pana tofautiana ushawishi. Hivi leo Mheshimiwa Rais ameimarisha masuala ya uwazi kwenye masuala ya ukusanyaji. Kamishna mkuu wa mapato ameimarisha masuala haya. Mapato yanaongezeka. Mapato yameongezeka. Tena yameongezeka akiwa anakusanya kwa weledi, kwa kufuata kanuni na sheria kama ambavyo Mheshimiwa Rais alielekeza. Lakini bado hii haiondoi kwamba wapo wale wanaoingia vitamaa. Wapo wanaoingia vitamaa. Kama sheria itakuwa haimpimi ana nini na nini na nini kuanzia anapoingia, kuanzia anavyofanya, ni rahisi kukuta watu wakawa wanagawana mapato na serikali. Kwa hiyo maeneo yote yale yanayoleta mianya ya aina hiyo, tunataka tuongeze udhibiti. Tunataka tuongeze udhibiti katika maeneo yanayoleta maeneo ambayo yana viashiria vya upotevu wa mapato. Na hii itatusaidia kuongeza mapato ya kuweza kutekeleza miradi ya maendeleo. Hivyo na kwenye uzembe, tumesema tutashughulika na wale walio wazembe. Na mimi ni waombe waheshimiwa wabunge, tuendelee kuwapa heshima wale watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri. Nchi hii imepiga hatua kwa sababu kuna watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri. Wapo wengi wanaofanya kazi vizuri, ni wengi, ndio maana nchi inapiga hatua. Tuna watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri. Ndio maana kuna nchi wanatoa wagonjwa wao, kuna wagonjwa wanatoka nchi zingine kuja kutibiwa Tanzania, kwa sababu tunao watumishi wa umma wanaofanya kazi vizuri.
Ukiangalia humu kuna wabunge, humu kuna vijana wasomi tu, wamefundishwa na watumishi wa umma wetu hapa nchini, lakini tutashughulikia wale walio wazembe. Ndio maana tumetaka kila eneo kuwe na uwazi. Mheshimiwa Waziri wa TAMISEMI ametoka kulisema hili, tumekubaliana kuwe na uwazi kote kwa ajili ya ufuatiliaji wa masuala yanayohusu mambo ya maendeleo. Miradi ikishabainishwa, waheshimiwa wabunge, tumeshaijua, fedha zimekuja katika wilaya yetu, tusipewe tu taarifa ya mfuko wa jimbo. Mfuko wa jimbo ni sehemu ndogo sana ya fedha za maendeleo zinazokuja kwenye wilaya zetu, ni sehemu ndogo. Naweza ikawa milioni 40, milioni 50, lakini wilaya ikawa imepokea bilioni 40 za maendeleo. Taarifa zake za utekelezaji wa miradi na fedha zinapoingia zote, wawakilishi wakiwemo wabunge, wakiwemo waheshimiwa madiwani waweze kujua. Tunataka uwazi huo ili kuweza kuongeza ufuatiliaji wa masuala ya kimaendeleo katika maeneo yetu. Waheshimiwa wabunge, kama nilivyosema, hotuba hii imetoa maelekezo na imetoa uelekeo, na ninyi katika kuchangia kwenu mmetuongezea nyenzo za utekelezaji wa uelekeo huo.